Kinachoendelea Kongo ni kiama. Mungu aliibariki Kongo kwa kuipa kila aina ya utajiri, lakini mwanadamu kwa tamaa zake ameilaani Kongo na kuigeuza kuwa uwanja wa vita. Kila sekunde inayorudi kwa Mwenyezi Mungu, damu inamwagika na roho ya mtu inanyofolewa kikatili kwa vita isiyokwisha. Mungu ameifanya Kongo imekuwa na utajiri wa kila aina. Ardhi ya Kongo imejaa mafuta chini yake. Ardhi ya Kongo imejaa kila aina ya utajiri wa madini. Kongo ina utajiri wa dhahabu, utajiri wa almasi, utajiri wa shaba, utajiri wa madini ya fedha, madini ya uranium, almasi, dhahabu na mengineyo mengi yamejaa katika ardhi ya nchi ya Kongo. Isipokuwa wameingia katika vita ambayo haina mwisho, si ya kuisha leo wala kesho. Wao wanataka mimi nikubaliane nao, alafu wanipatie tena bunduki mie, alafu nikiwe sasa niwafanye nini? Niwateketeze. Kukosekana kwa jibu na suluhu ya vita hii kunatokana na propaganda ama njama za siri zinazofanywa na mataifa ya kibepari ili yaendelee kunufaika kwa rasilimali za Kongo, wakifanya wizi bila ya kujali mamilioni kwa mamilioni ya watu ambao wanapoteza uhai katika vita inayoendelea Kongo zaidi ya mwaka wa 30 sasa. The Storybook hii leo itachimba kwa kina juu ya kile kinachoendelea Kongo, chanzo cha vita na kwa nini haitokwisha. Madhara yake ni yapi?